Wakili ni ilikuwa ndoto yako kuwa wakili? Kwa kweli ni kazi ambayo nilikuwa ninaitamani tangu nikiwa mdogo, na nilimwomba Mungu sana anisaidie kuweza kufikia ndoto hiyo, na najivunia kuwa wakili kwa sababu wakili ni wito na uona kama ni kazi ya kujitoa sadaka, kazi ya kujitoa muhanga. Unajua uwakili si tu kwenda mahakamani, lakini kwa ujumla ni uwakili ni ulinzi wa haki za watu, guardian of people's rights. Kwa hiyo kazi huwezi kuifanya kama huna wito, kama hauko tayari kujitoa kwa ajili ya wengine, kwa sababu haki haiombwi, haki inatafutwa, haki inapiganiwa. Kwa hiyo unaweza ukaona katika mazingira kama hayo, mtu kukubali kuacha kufanya kazi nyingine ambazo pengine hazina hatari kwenye maisha binafsi, ni jambo ambalo kwa kweli linahitaji kufanya uamuzi mgumu sana. Sawa, hivi ilikuwaje ukajikuta kwenye magwanda ya jeshi la polisi wakati ndoto ilikuwa wakili? Unajua safari ya yoyote ya mwanadamu ina mambo mengi. Maisha sio mstari ulionyooka. Safari ya maisha ina milima, ina mabonde, ina njia ngumu na njia nyepesi. Kwa hiyo kwa wakati ule ilibidi kwanza niwe askari kabla sijawa mwanasheria, kabla sijawa wakili. Kwa hiyo mazingira ndio yaliyopelekea wakati ule niweze kuwa askari, na nashukuru pia kwa muda wote wa miaka 12 ambao nimefanya kazi katika jeshi la polisi, makao makuu ya upelelezi hapa Dar es Salaam. Kazi ile imeniongezea mambo mengi makubwa ambayo pengine yanaweza yakanitofautisha na mawakili wengine ambao hawakuwahi kuwa maaskari. Kuna kitu ambacho nashukuru. Kwa hiyo nadhani ni mipango pia tu ya Mwenyezi Mungu kwamba ili uweze kuwa wakili bora ni lazima ukaongeze baadhi ya vitu ambavyo katika hali ya kawaida wakili ambaye ni raia ni vigumu kuwa na vitu kama hivyo. Na nadhani unaweza hata ukawa unaona namna ninavyofanya kazi zangu ni tofauti kidogo na wenzangu ambao wao walianzia safari yao ya uwakili kwenye mazingira mengine. Kwa hiyo sijutii kuwa askari. Sijutii kuwa askari. Zaidi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa, kwa sababu pia hata ule uaskari ni utumishi wa watu. Uaskari ni ulinzi wa watu. Wenzako wamelala, wewe unakesha nje unawalinda. Kwa hiyo ilikuwa pia ni fursa nyingine ya kuweza kuitumikia nchi, ya kuweza kuwatumikia watu katika nafasi ya ulinzi, kuhakikisha watu wanakuwa salama, watu wanakuwa na uhakika na mali zao, kwamba wakizimiliki basi hakuna namna mtu atakuja kuchukua kinyume na utaratibu. Sasa muda ulifika nikaona kazi ile hainihitaji tena, lakini nahitajika mahala pengine. Na mahala pengine nilipokuwa nahitajika ni kwenye swala la haki. Lilikuwa linahitaji watu wenye ujasiri, watu wenye eneo hilo linahitaji watu wenye uthubutu, lakini watu ambao hawana tamaa au maslahi binafsi, ujitoe kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo kaamua niondoke kule kwenye uaskari nije huku sasa kwenye kupigania haki za watu. Hivi kuna kumbukumbu mbaya pengine unayokumbuka ukiwa askari kwa yale ambayo itifaki inakuruhusu? Kuna kumbukumbu mbaya za enzi za utumishi wa jeshi la polisi? Kumbukumbu yangu ya mimi binafsi au kitaasisi wakati nikiwa huko? Wewe binafsi wakati ukiwa huko, kuna tukio lolote linalokupa kumbukumbu mbaya na pengine linaweza kawa ndio sababu ya kutoka kwenye utumishi huo ndani ya jeshi la polisi? Yako mengi, lakini kubwa ni moja, kwamba nilisikitishwa sana na mauaji ya wale wafanyabiashara wa madini kutoka Mahenge ambao waliuawa siku ya Januari, ya tarehe ya Januari 14 mwaka 2006 kule Mabwepande. Na mauaji yao yalifanywa na polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakidai kwamba wale watu walikuwa ni majambazi, kitu ambacho hakikuwa ni kweli. Sasa upigania haki ni jambo ambalo mimi kiasili naliamini kwamba nina wajibu wa kulifanya. Kwa hivyo nilipoona kwamba taasisi inahusishwa kuua watu, taasisi ambayo kikatiba kisheria inapaswa kulinda watu
badala yake inawaua watu, nisema hapana, hili jambo linaumiza sana. Kwa hiyo nilikaanza kufikiri kwamba ninawajibika kutafuta namna nyingine ya kutoka huku ili niende kuungana na wengine ambao wanafanya swala hili la upigania haki, kuhakikisha watu wengine hawauliwi na vyombo ambavyo pengine ndio vina wajibu wa kuwalinda. Kwa hilo ni tukio ambalo siwezi kulisahau, na ni kesi ambayo kila wakati ninapopata fursa ya kuzungumzia haki za watu na hasa haki ya kuishi ambayo inapatikana chini ya ibara ya 14 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huwa napenda sana kuirejea kesi hiyo na napenda sana watu waifahamu vizuri. Kwa hiyo hilo ni tukio ambalo siwezi kulisahau katika utumishi wangu wa Jeshi la Polisi, ambapo watu waliuliwa kwa makusudi kabisa, na ni tukio ambalo pia lilinifanya niamini kwamba wakati mwingine serikali ikiamua, na kwa maana ya rais aliyeko madarakani akiwa na utashi, ikiamua kuchukua hatua dhidi ya watu ambao wanavunja sheria kwenye mamlaka yoyote ile ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza. Ndio maana Rais Kikwete akaunda tume ya uchunguzi, baadaye hatua zikachukuliwa, waliofanya yale mauaji wakawajibika wao binafsi kwa matendo yale waliyofanya. Na nadhani ni somo zuri hata leo hii pale ambako tunakuwa na watumishi, sio askari tu, watumishi katika utumishi wa umma ambao wanakiuka taratibu za kisheria, sio tu kwa kuua watu au kwa kubambikizia watu kesi, lakini hata kwa kutokuwa waaminifu kwa maana ya kufanya vitendo vingine kama vya rushwa, wizi na ubadhirifu wa mali za umma. Serikali inapaswa kuchukua hatua ili kuifanya taswira ya serikali wakati wote ionekane ni safi mbele ya macho ya jamii. Hiyo ndio sehemu ya kumbukumbu za maisha yako kwenye Jeshi la Polisi. Lakini kuna vitu vikirekebishwa pengine au mabadiliko yote yatakayofanyika ndani ya Jeshi la Polisi yanaweza yakakufanya ushawishike au kutamani tena kufanya kazi huko. Sio kwa maana ya kurudi moja kwa moja, lakini ukasema at least katika mazingira haya ninaweza kuwa comfortable kufanya kazi kwenye hii taasisi. Kwanza sina sifa tena za kurudi huko. Hata kiumri tu sina sifa ya kurudi huko. Na umri mkubwa zaidi sasa hivi. Lakini jambo la pili, umesema mabadiliko yakifanyika. Jeshi la Polisi halipaswi kufanyiwa mabadiliko. Jeshi la Polisi kwa namna ambavyo limekuwa likitekeleza majukumu yake linapaswa kuvunjwa lote, liundwe upya. Kwa sababu ni jeshi ambalo lina taswira ya kikoloni, liliundwa wakati wa kikoloni na tukalirithi na hatujawahi kulifanyia marekebisho yoyote ya kifikra na kiutendaji. Na jambo hilo linafanya jeshi hili sasa lionekane ni jeshi ambalo linafanya kazi zake kwa kukomoa watu. Na ndio maana hata rais alipounda tume ya haki jinai imletee ripoti na ushauri ya mambo gani yanapaswa kufanyika katika mnyororo wa utoaji haki. Tume ile ambayo iliongozwa na jaji mahiri kabisa duniani aliyewahi kuwa jaji mkuu wa Mahakama Kuu ya Tanzania, Mheshimiwa Jaji Osman Mohamed Chande. Tume ilipendekeza Jeshi la Polisi livunjwe lote, liundwe upya, sio kufanywa marekebisho. Kwa hiyo nina uhakika na ninajisikia fahari ninaposema kwamba Jeshi la Polisi linapaswa kuvunjwa, liundwe upya, kwa sababu tayari kuna ripoti zinasema hivyo, ripoti za kitaalamu. Sio maoni yangu mimi binafsi, ni ripoti za kitaalamu, tena zilitengenezwa kwa ajili ya kuwasilisha kwenye mamlaka ya juu kabisa ya nchi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nafikiri vitu gani vichache kwenye huo muundo mpya wa Jeshi la Polisi vinapaswa kuhusishwa ili jeshi liwe katika namna itakayoonekana bora? Tunapaswa kuwa na jeshi linaloweza kuwatumikia watu, na sio jeshi ambalo linaweza likatumia nguvu zaidi kwa ajili ya kuwakomoa watu. Takupa mfano mmoja. Rais Samia wakati anaingia madarakani mwaka 2021 alikutana na tukio moja la kushangaza. Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini IGP Camillus Wambura alimwambia kwamba baada ya kuona jitihada zake za kulinda haki za watu kama rais wa nchi na kukemea vitendo ambavyo vinakiuka haki za watu, polisi wameamua kufuta kesi za kubambikia watu, kesi 1840. Kesi 1840 za kubambikia watu zilifutwa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kumbe Jeshi la Polisi linapaswa kuacha tabia ya kutumia nguvu nyingi kupita kiasi katika mazingira ambayo hayahitaji nguvu,
kwa lengo la kuwakomoa watu, na liwe ni jeshi la kuhudumia watu. Na tuna mifano mingi tu ambako majeshi ya polisi yanafanya vizuri kutimiza hayo malengo. Kwa mfano wenzetu Kenya, wao hawana jeshi la polisi, wana kitu kinachoitwa police service, kwamba police service ni taasisi ya ulinzi ambayo inatoa huduma kwa watu Lakini jambo lingine ambalo linapaswa kufanyika kwenye muundo mpya wa jeshi la polisi ni kutenganisha idara ya upelelezi wa makosa ya jinai na jeshi la polisi. Polisi libaki na masuala ya ukamataji, udhibiti wa vitendo vya kihalifu, lakini kuzuia ghasia na vitu vingine. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai inapaswa kuwa ni idara inayojitegemea pekee, tofauti na jeshi la polisi, na iwe na watu ambao wanajua sheria, kwa sababu msingi wa kesi zozote za jinai unaanzia kwenye upelelezi. Na ndio maana unaona leo hii, kutokana na mapungufu tulionayo kwenye idara ya upelelezi wa makosa ya jinai, kesi nyingi zinaharibika mahakamani kwa kuwa zilipelelezwa vibaya. Leo unamkamata mtu, kwa mfano unamkamata mtu na unaenda kwenye TV, wewe kama kamanda wa polisi wa mkoa unasema kwamba tumemkamata huyu na upelelezi utakapokamilika tutampeleka mahakamani. Lakini tukifika mahakamani unasema upelelezi bado, na kesi inaweza ikakaa hata miaka 9, miaka 20, miaka 10, upelelezi haujakamilika. Sasa kwa kufanya hivyo unaweza ukajikuta kwanza hata wale mashahidi ambao wangekuja kutoa ushahidi dhidi ya huyo mtu anayetuhumiwa, ndani ya miaka 10 walishakufa au walishahama au walishapoteza kumbukumbu. Lakini unaona kwamba lengo la kusema uongo kwamba upelelezi haujakamilika ilikuwa ni kumkomoa tu yule mtu ambaye alikamatwa. Lakini upelelezi unahusisha pia masuala ya ukamataji. Unakuta mtu anakamatwa kiholela tu bila kufuata taratibu zilizokuwa kwenye sheria. Kwa nini hayo mambo yote yanafanyika kinyume cha sheria? Ni kwa sababu wanaofanya huo upelelezi ni watu ambao kitaaluma sio wanasheria. Wao wana muktadha tu wa kipolisi ambao ni kukomoa watu. Lakini ingekuwa inafanya sifa ya kuwa mpelelezi ni kuwa na taaluma ya sheria, maana yake huyu mpelelezi angekuwa anajua kwamba chochote anachokifanya kinyume cha sheria madhara yake ni kwenda kuharibu kesi mahakamani. Lakini mabadiliko mengine ambayo nadhani ni ya muhimu kufanyika, kwa kuna chombo kingine huru cha kuiangalia polisi, vitendo vya kipolisi. Wenzetu Kenya wanacho, kinaitwa Police Oversight Body, kwamba ikitokea polisi wanafanya kinyume na sheria, mtu aende akalalamike wapi, na huko anakoenda kulalamika awe na uhakika kwamba hatua zinaweza zikachukuliwa dhidi yao polisi. Lakini hapa hatuna. Ndio maana polisi wanaweza kufanya lolote analoweza kulifanya na huwezi kufanya chochote. Sasa katika dunia ambayo inakuwa kiteknolojia, inakuwa kiuchumi, inakuwa kibiashara, hautarajii kuwa na chombo kama polisi ambacho ni sehemu ya mnyororo wa utoaji haki, ambacho kina mamlaka yasiyochunguzika, mamlaka yasiyodhibitika. Hiyo ni jambo ambalo halikubaliki. Na kama kweli tunataka tuwe na amani endelevu, ni lazima hata hao polisi nao wenyewe wajue kwamba hawako juu ya sheria. Tuna katiba sasa hivi ambayo inasema chini ya ibara ya 13, ibara ndogo ya kwanza, kwamba watu wote ni sawa mbele ya sheria. Lakini ukiangalia kiutendaji, kuna watu wako juu ya sheria. Inawezekanaje kwa mfano polisi wanamkamata mtu, anamweka mahabusu kwa lengo la kumhakikishia usalama wake ili baadaye wamfikishe mahakamani, afu unaambiwa mtu alijinyonga akiwa mahabusu? Kuna vitu ambavyo haviingia akilini. Kwa hiyo ningependa tukifika kwenye hatua ya kuwa na jeshi jipya la kisasa la polisi, haya mambo ambayo nayapendekeza hapa yazingatiwe kuwa ni sehemu ya muundo wa jeshi hilo jipya. Sawa, tunakuja kwenye wakili. Mara kadhaa umeonekana ukisimama kama mtetezi wa makundi ambayo jamii wakati fulani inayaona kama haya bwana hayastahili utetezi. Ulionekana kwenye kesi ya Dada Poa na kesi nyingine zenye mfano wa hiyo. Haikuwahi kukuletea shida kwenye jamii huko? Ibara ya 13 pia ya katiba inasema watu wote ni sawa. Kwa hiyo kiumbe chochote ambacho kina sifa ya kuitwa mtu kinastahili haki zote na heshima zote za kibinadamu kama walivyo binadamu wengine, bila kujali sura, bila kujali hadhi, bila kujali elimu, cheo, kabila au rangi ya ngozi. Sasa kwenye sheria kuna kanuni inaitwa cab rank rule, kwamba hiyo kanuni inataka mtu yoyote anapofikishwa mahakamani au anapotaka kwenda mahakamani kwa ajili ya kudai haki zake au kupigania haki zake, mtu huyo apewe uwakilishi wa kisheria. Na ndio dhana ya usawa mbele ya sheria inapimwa hapo. Kwa hiyo wale watu, kwanza mimi nasikitika, waliitwa jina baya kabisa, Dada Poa, jina ambalo tafsiri yake
kwa kweli sidhani kama ni ya kibinadamu, na aliyekuwa na watuhumu kwa hilo jina na kuwaita hivyo alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Ubungo wakati ule. Sasa unajiuliza, hivi mkuu wa wilaya ya Ubungo ana mamlaka gani ya kuwanyanyapaa watu, kuwanyanyasa watu katika mazingira ambayo kwa kweli sheria inamkataza kufanya hivyo? Kwa hiyo alipowapeleka mahakamani kwa kuwatuhumu hivyo, mimi nilienda kuwatetea. Na ile kesi watu wamekuwa kiuliza iliishia wapi? Ile kesi wale wadada walishtakiwa, sio kwamba wao walishtakiwa. Kwa hiyo mimi nilienda kuwatetea. Na baada wenzetu wa Jamhuri kuona ile kesi inakwenda vibaya upande wao, wakaamua kwenda kuipaki Mahakama Kuu. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza ile kesi bado iko Mahakama Kuu, wameipaki. Siku yoyote inaweza ikafufuliwa. Haijawahi kufutwa, wameenda kuipaki ili kukwepa aibu, kwa sababu kwenye utetezi tulikuwa tunawaumbua na kuonyesha kwamba wanafanya matumizi mabaya ya mamlaka, matumizi mabaya ya sheria, kukamata watu kinyume na utaratibu na kuwaita majina wakati wao sio mahakama. Unaona, mimi siamini kama kuna mtu anaitwa dada poa hapa nchini, lakini hata kama yupo kwa namna yote ile, sidhani kama ndio kipaumbele chetu sisi kama taifa. Tuna matatizo mengi mno ambayo yanaturudisha nyuma kama taifa: wizi wa mali ya umma, ubadhirifu, mauaji, utekaji na vitu kama hivyo. Mamlaka za serikali badala ya kwenda kutumia nguvu nyingi na rasilimali kupambana dhidi ya hayo matukio, wanapambana na vitu ambavyo kimsingi individually au mtu mmoja mmoja sisi havituhusu, kwa sababu hayo ni mambo ambayo yanatolewa haki ya faraga. Wewe una faraga yako na katiba inakulinda usiingiliwe. Sasa unapoenda kuingiliwa alafu tukakaa kimya na alafu tukaamini kwamba hizo tuhuma ni za ukweli, tunakuwa tukutendei haki. Kwa sababu ibara ya 13, ibara ndogo ya 6B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu anahesabika hana hatia mpaka pale atakapokutwa na hatia hiyo mahakamani. Kabla ya hapo huyo mtu ni mtu huru, ni mtu ambaye hana hatia. Sasa unawezaje kumuita mtu majina? Ndio maana tulikusudia kama kesi ingeisha tungeenda kumshtaki na tutamshtaki aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo wakati ule kwa jina lake, anaitwa Hassan Bomboko, ambaye sasa hivi ni mkuu wa wilaya hai. Sasa hiyo jamii haikuwahi kusema huyu au mteja na yeye vipi tena? Kwanza tuna uhakika gani kama hao watu wanafanya hicho wanachotuhumiwa? Kwa sababu wao wanatuhumiwa kufanya biashara ya ukahaba, lakini haijawahi kudhibitika mahakamani popote kwamba hao watu wanafanya hiyo biashara. Kwa hiyo mimi nitakuwaje mteja sasa kwa kitu ambacho bado ni nadharia tu? Na mazingira yote yaliyopelekea wale watu wakamatwe, wafikishwe vituo vya polisi yalikuwa ni ya uonevu tu. Ndio maana mimi nikasimama nikapiga kelele na kulazimisha wale watu kama kweli wamefanya makosa wapelekwe mahakamani. Kwa hiyo baada ya kushikiliwa kwenye vituo vya polisi kwa siku kadhaa bila kuwa na tuhuma zinazoeleweka, ndio ikabidi wapelekwe mahakamani. Na tumefika mahakamani tena, polisi mamlaka ya mashtaka imeamua kwenda kuipaki kesi, imeenda kuiita kitu kinachoitwa reference. Imeenda kuomba kule Mahakama Kuu kitu kinachoitwa reference, ambao sasa hatujui hiyo kesi itarudishwa lini kwenye mahakama ya chini, tuendelee na ushahidi tuone kama kweli ni dada poa ama sio. Mheshimiwa wakili, hivi ni uwakili ndio unaofanya tukuone wakati fulani na maburungutu ya fedha? Tumekuwa tukikuona mara kadhaa picha zako na maburungutu ya fedha wakati fulani kwenye viroba, kwenye mitandao huko ya kijamii. Ni uwakili tu au ile ya polisi unaokupa hii? Kila mtu kwa mujibu wa katiba, kila mtu anayo haki ya kufanya kazi na kulipa ujira unaoendana na kazi anayofanya. Kwa hiyo mimi nafanya kazi kubwa sana ya uwakili na mambo mengine tu, biashara na vitu vingine. Na nachukia umaskini, ndio maana nafanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo nikiwa na pesa sidhani kama ni jambo la kushangaza, au nikiwa na maisha mazuri sio jambo la kushangaza. Kwanza hii kazi ya uwakili ni kazi yenye heshima sana. Ni bahati mbaya tu au nzuri sasa hivi kila mtu ni wakili, lakini zamani hii kazi ilikuwa inafanywa na watu wachache sana. Mimi kwa mfano kwenye mkoa niliokulia, tangu naanza darasa la kwanza mpaka nafika chuo kikuu, mkoa wa Kigoma ulikuwa hauna wakili. Mkoa mzima wa Kigoma ulikuwa hauna wakili. Na ilikuwa mkoa wa Kigoma hauna mahakama kuu. Ili uweze kumuona wakili ukiwa Kigoma ilibidi usafiri uende Tabora. Na Tabora nzima ilikuwa na mawakili wawili, marehemu Musa Kwikima na mzee Mugaya Mutaki. Unaweza sasa ukaona hata hapa Dar es Salaam mawakili walikuwa sio wengi kama ilivyo leo. Na hao mawakili walikuwa kwa mtu yote anayetamani kuwa wakili, alitamani kuwa na maisha kama ya kwao, kwa sababu walikuwa ni watu wenye maisha mazuri.
kwa wale wasiojua tu, wakili ni mtu ambaye ana hadhi ya kuwa jaji kwa mujibu wa ibara 109 ibara ndogo ya 7 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unapomzungumzia wakili, mtu ambaye ana hadhi ya kuwa jaji, unatarajia awe na maisha ya kuganga njaa au maisha ya kubabaisha babaisha? Ukimwona kuna wakili wa hivyo ni maskini au anaganga njaa, aeleweki, huyo alivamia hii fani. Hii fani ni ya watu fulani hivi ambao wameumbwa na Mungu mahususi kwa ajili ya kuja kuhudumia watu. Sasa kama wanatimiza huo wajibu wao vizuri, Mungu lazima ahakikishe kwamba watu wanaishi vizuri. Kuna wakati kulikuwa na mjadala hapa kwenye taaluma ya uwakili, wako waliokuwa wanasema taasisi ya wanasheria kwa vitendo LST, Law School of Tanzania, ni kama inawafelisha watu ili kupunguza idadi ya wanataaluma ya uwakili. Ulionekana uliandika kwenye mtandao, lakini ulionekana kwenye clip kadhaa ukisema ni vyema ibanwe ili si kila mtu astahili kuwa wakili. Ni kweli niliandika hivyo, na ninashangaa sana watu kulalamika kwa nini wanafunzi wanafeli kwenye taasisi ya elimu ya sheria kwa vitendo, The Law School of Tanzania. The Law School of Tanzania sio taasisi pekee ya kitaaluma ambako wanafunzi wanafeli, iwe ni kwa wingi au kwa uchache. Takupa mfano. Nenda pale Muhimbili pale, kaangalie kama watu wote wanaoanza mwaka wa kwanza huwa wanamaliza mwaka wa mwisho daktari. Nenda kwenye bodi ya wahasibu na wakaguzi wa mahesabu NBAA, kaangalia idadi ya watu wanaojiandikisha kufanya mtihani ili kupata CPA. Na nenda kaangalie watu ambao wanahitimu na kupata hilo daraja, ni wachache. Lakini kwa sababu watu wanadhani taaluma ya uwakili kwa sasa labda inalipa kama ambavyo unasema wewe, kwa hiyo kila mtu anataka kuwa wakili bila kuzingatia vigezo ambavyo vimewekwa kwenye hii tasnia. Na miongoni mwa tasnia ambazo ni za kipekee, kwa Kiingereza wanaita noble, hii tasnia ya sheria ni mojawapo, na ni taasisi ya muda mrefu sana. Kwa hiyo ina taratibu zake. Ili mtu afikie kuwa wakili lazima achujwe, lazima apikwe, lazima avuke vigezo fulani vilivyo, yani vikwazo fulani vilivyowekwa, vigezo fulani vilivyoweka awe navyo. Sio tu unalala unaibuka umekuwa wakili. Kwa sababu baada ya kuwa wakili, wajibu wako ni kwenda kushughulika na haki za watu. Sio swala tu la kufaulu mtihani. Kwa hiyo ukimwona mtu kafeli mtihani, kafeli hastahili kuwa wakili. Kwa sababu kwa nini watu wengine wanafaulu pale law school afu mwingine kafeli? Ingekuwa hawafaulu kabisa, tungesema hatuna haja ya kuwa na hiyo law school. Lakini tunayo law school, tunaihitaji law school, na tunaihitaji iendelee ku maintain vile vigezo vya kutupa mawakili. Anayefeli anaweza kaenda TAVETA. Hata VETA watu wanafeli. Anaweza hata akaenda akafanya shughuli nyingine. Sio lazima wote wawe mawakili, sio lazima. Lakini wewe ukijisikia una haja ya kuwa wakili, unatakiwa ufanye bidii ufaulu kama ambavyo wengine walishafaulu. Ukitupa kigezo cha watu kufeli, sisi tutakupa, ukitupa mfano wa watu kufeli, sisi tutakupa mfano wa watu kufaulu. Hapo law school. Yeah. Hivi wingi wa mawakili kwa sasa kuna namna umeiathiri taaluma au pengine kuipunguzia makali yake? Maana kweli ni miongoni mwa taaluma, hivi karibuni nilikuwa nasoma eneo fulani, nafikiri ni miongoni mwa taaluma kati ya 3 iko kwenye top 3 ya taaluma kubwa duniani. Sasa mimi nadhani kwa hapa Tanzania idadi ya watu sasa hivi inakaribia milioni 70. Na idadi ya mawakili haijafika 20,000 tangu mwaka 1954 chama cha mawakili kilipoanzishwa. Sasa unaweza ukaona uwiano kati ya mawakili na idadi ya watu. Utakubaliana mimi kwamba idadi ya mawakili bado ni ndogo sana, na jitihada kubwa inapaswa kufanyika kuongeza idadi ya mawakili. Kwa sababu unapokuwa na mawakili wengi, unaihakikishia zaidi jamii kwamba kuna uhakika wa kupata haki. Muda wote kuna uhakika wa kuwa na utawala wa sheria, kwa sababu moja kati ya wajibu wa wakili ni kuhakikisha kwamba jamii inaheshimu haki za watu, lakini jamii inaheshimu sheria. Tunakuwa na jamii iliyostaarabika kutokana na taratibu tulizojiwekea. Hayo ndio majukumu ya wakili. Sasa kama hatuna mawakili wa kutosha wanaolingana na idadi ya watu, sababu idadi ya watu inaendana pia na ongezeko la migogoro. Kwa hiyo bado sisi tuna ombwe kubwa sana. Na ndio maana wale ambao wana wito, wana uwezo wa kuwa mawakili, wasisite kwenda kusomea taaluma ya sheria.
lakini sio taaluma nyepesi kama ambavyo mtu mwingine angedhani kwamba anaenda tu alafu anarudi kaisha kuwa wakili kesho kutwa. Hapana. Ni lazima ujitoe sadaka, ni lazima upambane, ni lazima uwe na jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba yale yote ambayo wakili anatakiwa kuwa nayo unakuwa nayo. Hivi wakili unawezaje kufanya shughuli za wakili wakati huo ni mwanasiasa? Kwa sababu siasa pia ina mambo mengi. Unawezaje kujigawanya katika mazingira hayo? Wakili kwanza ni taaluma. Kwa hiyo ukishafuzu kawa wakili, kwanza hiyo taaluma anakuwa nayo kichwani muda wote tu. Wala ikuzuii kufanya vitu vingine. Kwa mfano, unawezaje kuwa wakili afu ukawa ni mume wa mtu? Unawezaje kuwa wakili afu ni mke wa mtu? Au unawezaje kuwa wakili afu wakati huo ni baba wa watoto fulani? Kwa hiyo ni swala tu hapa la mgawanyo wa majukumu. Ni wakati gani utapohitajika kufanya kazi za majukumu ya uwakili uyafanye kwa kadri ambavyo taratibu zinataka. Na ni wakati gani utakapokwenda kufanya majukumu yako mengine nje ya uwakili uweze pia kuwa na muda wa kufanya majukumu hayo kwa ufanisi na matokeo yanayotarajiwa. Kwa hiyo uwakili sio kikwazo cha kufanya vitu vingine.